Na mtazamaji, shukran sana Juma Muhammad, nami niko hapa kujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiungo Biriani Lulu Ali, karibu sote. Na kwa kwanza tuanze hili ambapo klabu ya Yanga imeingia rasmi makubaliano ya ushirikiano na kampuni ya GCM Tanzania Limited kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa katika eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam, ukiwa na umiliki wa ubia wa 50% na ukitarajiwa kukamilika ndani ya miezi 18 hadi 24. Akizungumza katika hafla utaji saini wa mradi huo iliyohudhuriwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, rais wa Yanga Hersi Said amesema mradi huo utaongeza hadhi ya klabu na maendeleo ya michezo nchini. Kwa upande wake, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amepongeza mradi huo na kuahidi kuhakikisha ulinzi na usalama wa eneo la ujenzi unaimarishwa muda wote. Leo tunajivunia kuwa na ardhi yenye takriban square mita 1035 katika eneo hili la Jangwani. Ni kazi kubwa iliyofanywa na viongozi waliotutangulia. Na viongozi hao wangeweza kuiuza hii ardhi, kwani kuwa kuna ubaya, nani angewauliza? Lakini hawakuiuza. Waliweza kuishikilia kwa takriban miaka zaidi ya 50 na kuhakikisha ardhi hii kuna siku itakuja kuifaa klabu yetu. Na leo niwahakikishie wananchi, ardhi hii imetufaa na klabu ya Young Africans itakwenda kujenga uwanja juu ya ardhi hiyo ambayo wazazi wetu walitangulia. Wapo baadhi ya Watanzania ambao huwa wanasema, na mimi nawaunga mkono, kwamba ujenzi huo unafanywa na hela zetu wenyewe. Ni kweli kwamba ni hela zetu wenyewe, lakini nataka niwathibitishie kwamba taifa la Tanzania haliwezi kujiendesha kwa kodi tu. Linahitaji akili ya ziada ambayo Mheshimiwa Rais anakuwa nayo, kuweza kutafuta funds huku na huko ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na huo mfano ndio ambao Engineer Hersi anao. Angezubaa leo kwamba klabu ijiendeshe kwa ada za wana Young Africans, leo tungeshindwa kukodi hata tenti hili, kwa sababu wengi tunapenda kushangilia, lakini wengi si walipa ada na wengi si watoaji wa michango. Heshima kubwa sana ambayo umewapa wana Yanga. Tumpigie makofi tena. Kwa kuwa hapa ni nyumbani, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mimi la kwanza naomba tupelekee shukrani kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. We understand the responsibility that comes with undertaking a project that carries such importance to the supporters and to the wider football community in Tanzania. So our commitment is very clear: to deliver a stadium built to the highest standards. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Yanga bingwa. Sisi tunaenda mara kadhaa pale uwanjani kwenye vitendo vya matukio yale mabaya hatujashuhudia. Tunaomba management muendelee hivyo hivyo, mwe na nidhamu viwanjani, msiwe kama zile timu zingine. Kuna timu waliwahi kung'oa viti kitendo kile sijasahau na upelelezi unaendelea. Haya, mbio za Tulia Marathon 2026 ikiwa ni msimu wa 10 zimeweza kutimua vumbi jijini Mbeya, ambapo wanariadha wa umbali tofauti wameshiriki. Eden Bahata anatujuza zaidi kutoka huko Mbeya. Ni mwendelezo wa Tulia Marathon 2026 hapa katika viwanja vya CCM Sokoine jijini Mbeya, ambapo hivi sasa mbio hizo zikiwa ni mbio za awali zinaendelea hapa katika uwanja huu. Nafasi tupate kusikia kile ambacho kinazungumzwa kutoka kwa waratibu wa matukio haya Tulia Marathon 2026 kutoka hapa katika viwanja vya CCM Sokoine jijini Mbeya. Leo ni siku ya kwanza, na siku ya kwanza mbio hizi mbio za uwanjani
na hizi huwa ni mahususi kabisa na ni mbio pekee nchini ambayo inawaandaa wachezaji wa kimataifa. Kwa sasa siku ya kesho itakuwa na ya kwake ya kusema, lakini mbio ndefu zote ziko kesho. Mbio zinaita hamasa, yani mpaka mimi nimepata shock ya msuli yangu, lakini nilipopata akwene bado na hamasika kukimbia. Nimeangalia hawa watu ambao niko nao ni wadogo mno, kwa hiyo matarajio yangu ni kuwa kwanza. Mashindano ni magumu, lakini nashukuru. Hiti ya kwanza mimi ndo niliongoza. Jinsi gani hivyo. Kesho mbio hizi zitaendelea hapa katika viwanja vya CCM Sokoine jijini Mbeya, ambapo zitaambatana na burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali. Kutoka hapa katika uwanja wa CCM Sokoine jijini Mbeya, mimi ni Eden Bahati na hii ni Channel 10 Michezo. Naam, shukrani sana Eden Bahati kwa taarifa hiyo. Kocha wa timu ya taifa vijana chini ya miaka 17 Tanzania Serengeti Boys, Eli Eneza Nsanganzelu, amesema bado wana nafasi ya kufanya vizuri katika michuano ya AFCON Under 17 licha ya matokeo ya mchezo wao wa kwanza dhidi ya Msumbiji. Ameeleza kuwa benchi la ufundi linaendelea kufanya tathmini ya mchezo huo ili kurekebisha mapungufu kabla ya mechi zijazo, huku akiwataka wachezaji kubaki na morali pamoja na kupambana zaidi katika michezo iliyosalia ya mashindano hayo. Tuliwaangalia Msumbiji jinsi walivyo, wana mili mkubwa, of course kidogo wako slow, pressure yao sio kubwa sana na nafasi katikati yao ilikuwa inapatikana. Kwa hiyo vijana wamejitahidi na pale ambapo imewezekana tumeweza kutengeneza nafasi hizo za magoli matatu. Mechi ya pili ni ngumu, kwa hiyo tuna siku 2 tu kabla ya mechi ya pili, kwa hiyo nitakiwa tuwasaidie zaidi wachezaji waweze kurudi. Angola kidogo na wachezaji ambao wako fast sana, wana speed sana ya mpira na wana speed ya kukimbia pia. Kwa hiyo maana yake sisi tunawapumzisha zaidi wachezaji na tutaingia pia kwenye uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kutengeneza game plan ya mchezo wa pili, na naamini Mungu akitusaidia tutaweza pia kufanya vizuri. Mtazamaji, kuelekea mchezo wa robo finali ya CRDB Federation Cup kati ya Young Africans na JKT Tanzania, makocha wa timu hizo pamoja na wachezaji wameonyesha kujiamini, huku kila upande ukisitiza umuhimu wa kupata ushindi. Kocha wa Young Africans Abdulhamid Moulin amesema kikosi chake kipo tayari kwa pambano hilo muhimu dhidi ya JKT Tanzania, akibainisha kuwa malengo yao ni kuendelea kupigania taji la mashindano hayo msimu huu. Kwa upande wake JKT Tanzania, kocha Ahmed Ali amesema wanaingia kwenye mchezo huo kwa tahadhari kubwa, wakitambua ubora wa Yanga, lakini hilo halipunguzi morali na hamasa kikosi chake kutafuta ushindi. Na mchezaji wa JKT Tanzania Laurian Makame amesema wachezaji wote wako tayari kwa mchezo huo mkubwa na wana hamasa kubwa ya kuonyesha uwezo wao dhidi ya Yanga katika hatua hiyo ya robo finali. Maandalizi makubwa sana yalikuwa ni kwenye mentality za wachezaji na kuona namna gani ambavyo tunawaandaa kuwa vizuri. In physical condition sio mbaya sana, hatuja fikiria sana huko, tunaangalia ni jinsi gani ambavyo kuwaweka fresh kwenye mindset na kuona jinsi gani tuna believe kwenye plan ambayo tuko nayo na kuona tuwe bora kwenye hiyo mechi. Very excited about the possibility of playing in this latter stages of the FA Cup again. Obviously we're used to being here and that shows our quality, and our objective is to move on to the next round, and it'll be a good game for us. Mwalimu wetu katufunza vizuri katika kiwanja cha mazoezi, maanishi kwamba wao wana watu wazuri wa mbele, hata sisi pia tupo vizuri. Yanga ni timu kubwa, ila sisi tunaheshimu Yanga kwa sababu ni timu kubwa. Sisi kama wachezaji tunaelewa kesho tuna mchezo mkubwa, kwa sisi tupo vizuri katika mchezo wetu wa kesho ili kupata matokeo mazuri katika kiwanja chetu cha mechi. Haya mtazamaji, na sasa tukapate kuungana na msimuliaji wetu atupate kutusimulia katika upande wa medani za michezo kimataifa. Mshambuliaji wa kimataifa wa Australia Sam Kerr ametangaza kuwa ataondoka katika klabu ya wanawake ya Chelsea mwishoni mwa msimu huu baada ya mkataba wake kumalizika. Kerr ambaye alijiunga na Chelsea mwaka 2019 ameweka historia kubwa ndani ya klabu hiyo kwa kufunga mabao 115 katika mechi 157 na kuisaidia timu hiyo kutoa mataji 5 ya ligi kuu ya wanawake nchini Uingereza WSL, mataji 3 ya kombe la FA na 3 ya kombe la ligi. Kupitia taarifa yake ya kuaga, nyota huyo alisema anajivunia mafanikio aliyoyapata akiwa Chelsea na kuwashukuru mashabiki,
wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa kipindi chote alichohudumu klabuni hapo. Chelsea pia imempongeza Kerry kwa mchango wake mkubwa, ikimtaja kama mmoja wa wachezaji muhimu zaidi katika historia ya timu ya wanawake ya klabu hiyo. Mechi yake ya mwisho akiwa Chelsea inatarajiwa kuchezwa wiki hii dhidi ya timu ya wanawake ya Manchester United jijini London nchini Uingereza. Mimi ni Sports Lady Salma Shabani, Channel 10 michezo kimataifa. Shukrani sana Salma Shaban kwa taarifa hii. Mtazamaji, tukiangazia zinazobamba mtandaoni, kijana maarufu kutoka jamii ya Wahadzabe anayefahamika kwa jina la Chaba ametembelea bunge jijini Dodoma kwa mara nyingine kufuatilia uwasilishaji wa budget ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2026 na mwaka 2027. Kijana huyo amepata maarufu mkubwa kupitia mitandao ya kijamii kutokana na kuonesha maisha ya asili ya jamii ya Wahadzabe, ikiwemo uwindaji wa jadi na tamaduni mbalimbali zinazovutia watu kutoka sehemu tofauti duniani. Chaba amesema amevutiwa zaidi na majengo ya bunge pamoja na mazingira ya mji wa Dodoma, akieleza kuwa safari hiyo imekuwa kipekee kwake kutokana na kuambatana na Waziri wa Maliasili na Utalii Ashatu Kijaji. Mbali na hilo, Chaba pia aligusia mila za ndoa katika jamii ya Wahadzabe, akisema ukitaka kuja kwa kwetu wazazi wa pande zote mbili wataongea, lazima ulete asante ya nyani dume, asali na shanga. Haya, tuambie wewe, ukitaka kuoa katika tamaduni ya kabila lako unaambiwa vitu gani? Tujuze katika mitandao yetu ya kijamii Channel 10+ Instagram pamoja na Facebook. Tuambie wewe, ukitaka kuoa huwa unamwambia mtu alete kitu gani katika familia yako. Mimi ni Lulu Ali ambaye nimekuangazia michezo na burudani. Mpaka hapa sina la ziada, na kurudisha kwake Juma Mohamed apate kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.